الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل لأهل الأرض والسماوات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله بتقوى الله. أيها المسلمون الكرام، الحق تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. خطبتنا اليوم تحت عنوان فترات الحياة. Watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema na amani mwalimu wa walimu aliyeletwa zama za mwisho kukamilisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mafundisho hayo aliyasimamia kwa uadilifu kama alivyoelekezwa na Allah, na ujumbe akawa ameufikisha. Watukufu wa Islam, tujilazimishe sana kutekeleza maagizo na amri na hukumu na sheria za Allah, na vile vile tujitahidi na kujiepusha na kila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, ambalo halina maslahi na sisi hapa duniani na akhera. Watukufu wa Islam, maelezo yetu ya siku hii ya Ijumaa itakuwa chini ya kichwa cha habari kinachosema fataratul haya, vipindi mbalimbali ambavyo mwanadamu ni lazima apite katika vipindi hivyo, hata kama atakayetenda wema kupindukia katika vipindi hivi ni lazima avipitie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 29 aya ya pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha wanadamu kwa kusema ya kwamba ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi hawa wanadamu wanadhania kwa kule kuamini kwao, kukubali kwamba muumba wa mbingu na ardhi yupo, wakawa na imani hiyo, wakaamini hivyo, wakaamini kwamba huyu muumba ana uwezo na mamlaka ya kufanya anavyotaka, wakawa na imani hiyo na wasimshirikishe na chochote. Kwa imani hiyo Allah anasema hii wanadhania watu hawa ayuturaku
waache tu hivi hivi, madhali wameamini na wamemkubali Allah na wakayatekeleza ya Allah, waache hivi hivi. Ayaku amanna wa hum la yuftanun, wasijaribiwe, wasipewe mitihani au akawajaribu mwanadamu isiyo fikra yake na mawazo yake na dhana yake, akifanya mema kwa nafsi yake au kwa jamii yake au kwa familia yake, akawatendea wema, akawafanyia mazuri, asifikirie na akawa na dhana kwamba kwa sababu ya hayo asiweze kupewa mitihani. Ni jambo ambalo ni muhali. Mtu anaweza akamsomesha mwanaye mpaka akapata PhD, akapata profesa, lakini kafikia hatua mtoto huyu akawa hamuoni mzee wake ana thamani yoyote kwa kumpigania hali ile, mpaka mzee anafikia hatua anasikitika, mwanangu umekufanyia haya na haya na haya, lengo uniangalie mimi, unitunze mimi na ndugu zako, leo unakuwa mfedhuli kiasi hiki, mpaka nafikia hatua anasema kwamba wewe hunitambui. Lakini mzazi amemsimamia mwanaye, kamshughulikia, kapata nafasi nzuri kabisa na katika kufanya kazi, lakini mtoto huyu hana na kumthamini yoyote mzazi. Kwa hiyo hili lisimpelekee mitihani ambayo atakayopata mzazi huyu akaona kwamba Allah amemsahau. Ahsiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Wallahi, kwa uhakika na bila shaka yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aliwajaribu, akawapa mitihani mizito wale waliokuwa kabla yao, yani kabla ya ummati Muhammad. Watu wema wamefanya makubwa katika ulimwengu huu, Allah amewatuma wafikishe ujumbe wao, lakini Allah akawajaribu, akawapa mitihani mizito pamoja na yale ambayo wanasimamia kwa Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Lengo la Allah kufanya hivi ni lipi? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa mitihani mja wake mwema anayetumikia jamii, anataka jamii yake iendelee, akaipambania usiku na mchana wapate maslahi yao, akampambania familia yake. Allah anasema anakimpa mitihani, lengo la Allah subhanahu wa ta'ala ni kutaka kumtambulisha yule ambaye aliyekuwa ni mkweli. Mtu anapopewa mitihani na Allah anataka kuangalia ukweli wako uko wapi, na kusimamia dini na kuipigania dini. Umeshafanya mengi katika dini na Allah akuletea maradhi, Allah akuletea ugonjwa, Allah akufilisha kama zako, Allah akuondoshea. Hapa Allah anataka kumwangalia mja wake huu atakuwa ana ukweli gani katika haya ambayo aliyokuwa anayafanya, ataendelea au atasimama. Na vile vile la ya'lamanna al-kadhibin, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika anataka awatambulishe waliokuwa waongo. Watukufu wa Islam, katika hili la mitihani, shida mbalimbali, kulaumiwa, mtu anafanya mema, kutukanwa, mitusi mbalimbali isiyokuwa na ukomo wala mipaka, hapana budi katika mitihani hii kwa anayotenda mema ajue ya kwamba ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha ahabba Allahu 'abdan ibtala.
Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake humpa mitihani. Mapenzi ya Allah juu ya mja wake, basi atamjaribu kwa mitihani mbalimbali. Katika vipindi vinavyozungumzia kwamba anayopitia mwanadamu katika maisha yake, kuna fatrati tuhami wal masaibi. Kuna kipindi ambacho mwanadamu anapitia katika kulaumiwa, kushutumiwa, kutukanwa na wale ambao wanaosimamia. Lawama zitakuwa ni nyingi, hata kama anawatendea mema anaona kwamba amefanikisha haya, lakini lawama zitakuwa nyingi, matusi yanakuwepo na visingizio vingi. Wal masaiba, na mitihani na misukosuko na mabalaa yatamfika mtu huyu. Watukufu wa Islamu, hii ni sehemu ya kwanza, na hotuba hii ni pana. Hii ni sehemu ya kwanza, kipindi hiki cha lawama na kipindi cha misukosuko. Sehemu ya pili ni fatwa hasad wal baghdha. Kwa kipindi ambacho cha mtu mwenye roho mbaya, husda na chuki. Kuna fatwa kabuli wal hubbi. Kuna kipindi cha kubaliwa majambo yanayofanya mja, kila anayofanya iliyopokelewa na kupendwa. Hiki ni kipindi ambacho mwanadamu anapita katika vipindi hivi. Tukianza na hili la kwanza, fatwa tuhami wal masaibi. Watukufu wa Islamu, shutuma mbalimbali na misukosuko na matusi. Mwenye macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia. Kipindi hichi ili unathibitishe maneno ya Allah kabla hujafa. Ahasiba nnasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fanza wema utakavyofanza wema. Shutuma, lawama, matusi, kutoa kasoro ambazo hazipo zinakuelekea. Watu wa Islam, katika kipindi kama hiki, kila Mtanzania yuko hai, mwenye akili iliyokuwa hai iliyotimia, haya ameshuhudia yanayomfika Rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amhifadhi na vitimbi na mabalaa na njama zinazofanywa dhidi yake. Haya kila mtu ameyashuhudia na kuyaona. Lakini katika nchi ya Tanzania, miaka 4 aliyokuwa amesimamia rais, miaka ile 4 ilikuwa ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala. Alichagulia Allah subhanahu wa ta'ala tuongozwe na mwanamama. Muda kwa mwenzake alikuwa pale Mzee Magufuli. Baada ya kuondoka, katiba ilivyo kanuni, huyu makamu wake anashika nafasi ile. Hili ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala. Alitaka Watanzania tuongozwe na mwanamke. Tuangalie juhudi za mwanamke, anaweza au hawezi. Na ndani ya miaka 4 amewathibitishia Watanzania, na si Watanzania tu, ulimwengu mzima umeshuhudia mama huyu yale aliyoyafanya. Lakini yanamkuta ndiyo hayo. Watukufu wa Islamu, matamko mengi yametolewa dhidi yake ya lawama, shutma, kudhalilishwa kiimani na kijinsia. Mpaka kuna padri mmoja alifanya, ni kiongozi wa dini, anatamka mpaka mitandao ya rushwa, anasema huyu mama anatubagua sisi, na kama ni rais wa wote basi aondoe hijabu yake ile kwanza tumuone. Anataka kuona nywele za mama. Etidai ni padri, anabadilishwa kiimani, imani yake aliyokuwa nayo, matamko yametoka.
Lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala amempa ujasiri mama huyu, hajatetereka, hajavua hijabu yake ile, hajatetereka katika Uislamu wake, anaendelea kufanya ibada mbalimbali katika Uislamu wake pamoja na lawama zote hizo zilizomkuta. Watukufu wa Islam, na katika yale mema ambayo na mazuri anawafanyia Tanzania, anawafanyia katika nafsi yake, kila mtu ni shuhuda, na hajatikisika na hajadumba. Mama yupo katika mstari wake, na hili ndio natakiwa katika kiongozi anayetambua na kuelewa majukumu yake. Watukufu wa Islam, nitakukumbusheni kitu kimoja hapa, na swala ya kukumbusha historia hata ndani ya Qur'ani, sura ya 14 Ibrahim aya ya 5, katika matukio anayowakumbusha, anataka wenye akili wazingatie aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum biayami llah inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Walaqad arsalna Musa, Allah anasema wallahi, kwa hakika tulimpeleka Nabii Musa, tulimtuma Nabii Musa kwa Mayahudi, biayatina, kwa ishara zetu mbalimbali, kwa miujiza yetu mbalimbali. Maka alipotuma kwamba wale wanakwenda pale watakuwa ni wabishi, wakaidi, jeuri, fadhuli, watamtukana, akampa miujiza ya kumthibitishia kwamba yeye ametumwa na Allah. Biayatina, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, akhrij qaumaka min adh-dhulumat, watoe hawa jamii yako hii jamii yako hii inakufuata, watoe katika ukafiri, katika inaji waliokuwa nayo, upingaji mkubwa waliokuwa nao, watoe katika machafu haya, ila nur, wapeleke katika nuru ya imani na ilmu, waweze kuwa na imani ya kumwamini yule ambaye hajaomba kila kitu, na waweze kuwa na ujuzi wa kutambua mambo hayo yanayozungumza. Wadhakiru biayami llah, lakini katufuata na wakumbushe vituko na nakama na adhabu ile Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia watu jeuri, watu mafadhuli, akawaangamiza, akawapekea aina mbalimbali za adhabu. Wadhakiruhum biayami llah wa ana udhakirukum yawm fi hisa. Nyerere, na kumbusheni siku hii ya leo, kipindi ambacho cha mzee wetu babu yangu mzee Nyerere, baada ya uhuru, Waislamu zingateni haya. Nipo hapa, kesho sipo, niko kaburini. Sipo anapotukana Muislamu na asiyekuwa Muislamu, na ukasimama nyuma yake ukamshambulia Muislamu ndugu yako. Baada ya uhuru, Nyerere aliyofanyiwa na wazee wa Kiislamu, akasomewa madua, akachinjiwa, akaambiwa funga, na akawaona Waislamu wakuwa wana msimamo na dini yao. Nyerere hii alitambua kumwona Muislamu anajitambua, anajithamini, na ana msimamo katika yale aliyokusudia kuyafanya, na anauthamini Uislamu wake. Yuko tayari Muislamu kuufia Uislamu wake. Haya Nyerere aliyatambua. Alichokifanya ni nini? Kama vile hivi sasa unachukulia mfano, haya Nyerere aliyatambua kwamba Muislamu ana msimamo na imani yake, ana msimamo na anathamini Uislamu wake, kama ilivyokuwa Quraysh, kukukanwa sana, kuelishwa sana, hijabu yake kwa na ile kueleza kwamba yeye yule Waislamu wenzake, anapotea Waislamu wenzake na matusi mbalimbali, hajatetereka.
Hili Nyerere alifahamu. Kwa kuona hivyo, Nyerere alichokifanya, alitumia vitisho dhidi ya mashehe wa Kiislamu, wazee wa Kiislamu, mauaji ya siri, kuua mashehe, ubaguzi, mpaka ile katika kitabu cha kanisa Katoliki Teolojia kwa Walei, katika kitabu hicho, namna kanisa ilivyomwandaa Nyerere kuangalia maslahi ya kanisa Katoliki, Teolojia kwa Walei. Mimi ninacho kile na vitabu vingine vya kanisa la Katoliki. Alikuwa ni mbaguzi wa imani, ni mbaguzi mkubwa katika dini. Aliwapendelea wenzake wa Katoliki wenzake. Nyerere aliwakamata mashehe akawatia kizuizini, wengine akawaua, akawabagua. Swala msingi ya kujiuliza, baraza la maaskofu la kanisa Katoliki TEC kipindi kile walikuwa wapi? Hawa walikuwa wakifanya Nyerere walikuwa wapi? Mbona hatukuona wakitoa haraka kumshtumu wenzao katika haya? Kanisa Katoliki linatumika kudhalilisha Uislamu, kuwadhalilisha Waislamu. Kabla ya hapo, Nyerere alifanya jambo moja kubwa na baya sana katika jamii ya Kiislamu. Historia iko na imeandikwa pale, kama Sheikh Takdir, Mwenyezi Mungu amrehemu na amsamehe makosa yake, aijalie kaburi yake ni rawdatu min riyadhi janna. Mzee huyu katika hili jambo alilofanya Nyerere, alimsaliti mzee huyu, jambo hili ambalo mpaka leo maradhi hayo Waislamu yanatuzunguka. Ndio maana inafikia hatua inaonekana kwamba Waislamu hawa ukipiga haya maneno hawa watashangilia. Jambo hili alifanya Nyerere, alitumia silaha hii kuwagawa na kuwatenganisha Waislamu katika umoja wao. Mwaka 1968 historia ipo. Mwaka 1968, kipindi hicho mimi na umri wa miaka 2, lakini haya nimesoma katika historia ya vitabu ya mule. Mwaka 1968, narudia, Nyerere kwa jeuri yake na kiburi chake na ukafiri wake alivunja na kufutilia mbali taasisi ya Kiislamu iliyokuwa inawaunganisha Waislamu wa Afrika Mashariki na Kati, Kenya, Uganda na Tanzania. Nyerere akaona muungano huu hawa watafanikiwa, akaifuta East African Muslim Welfare Society, kaivunjilia mbali. Mwaka 1963 Nyerere akaondoa makadhi walikuwepo. Nyerere akafutilia mbali. Hapa kuna Vatican, kuna balozi wa Vatican, kuna balozi wa Italia, nchi moja. Ndani ya Tanzania kuna balozi 2, na kipindi kile Nyerere hai hawa Vatican iko hapa, Italia wako hapa. Iweje nchi moja ikawa na balozi aina 2? Baraza la maaskofu na kanisa Katoliki TEC watuambie lini wametoa waraka wa kushtumu hili, kueleza kweli, wapenda haki. Watukufu Waislamu, ni mengi ya historia. 65 mpaka 67 Nyerere aliunda azimio la Arusha. Aliunda azimio la Arusha. Lengo lake kwa ni nini? Kuua uchumi wa Uislamu. Na ndio kipindi kile ikatangazwa wahujumu uchumi.
walikuwa wakikamatwa wahujumu uchumi. Waislamu wafanya biashara kubwa kubwa, wanataifishwa mali zao, kama hiyo swala la ugaidi na uzuma ya ugaidi unaletwa. Gaidi anaonekana ni Muislamu, akipigwa kiuliwa, askari akisema kama ilikuwa anapambana na gaidi, kesi imekwisha. Na kuambieni tukufu Waislamu, historia hii ni ndefu na muda wenyewe ni mchache, ni mengi, mpaka swala mahakama ya kadhi, swala OIC, kanisa Katoliki lilivyozuia mambo haya, kapelekea hata kutoa kauli kumwambia rais wa awamu ya 4 mzee wetu mzee Jakaya Kikwete, kanisa likatamka hivi. Angalia Tanzania Daima gazeti lile, iwapo utawapa mahakama ya kadhi Waislamu, damu itamwagika, kwa maandishi makubwa, kwa maandishi makubwa wanamkemea rais wa awamu ile. Ndio haya yanayofanyika hivi sasa kwa mama yetu huyu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba kwa utukufu wake na siri ya majina yake amhifadhi mama huyu kipindi chote cha uongozi wake. Na mazina tukufu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia hivi katika sura ya 8, sura ya 8 Al-Anfal 53, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim. Hii ndio kanuni ambayo amejiwekea muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika, hayo ni anna Allah, kwa sababu yeye Allah Mwenyezi Mungu muumba, lam yakun mughayyiran, habadilishi kabisa, neemata, neema ya aina yoyote, anama ala kaumi, aliwaneemesha wanadamu, au hawezi akaiongoza akaibadilisha, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilike. Watukufu Waislamu, neema ya amani shamili Tanzania tuliyokuwa nayo hii ni neema adhimu, ni kitu adhimu. Neema tuliyokuwa nayo hii, tukitaka kumkokoza Allah subhanahu wa ta'ala tubadilike. Wakati sasa tufikia wakati wa kuuana, kuchinjana, kufanyiana kila aina ya baya. Amani hii hatutaki. Allah wakati wote atabadilisha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asibadilishe neema hii tuliyokuwa nayo. Wallahu yakuwa bikauli hata limutadun wa zakura kuwafa samu lahu wa sifu alakum turamun wa khalaza min qaid alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, watukufu Waislamu, moja ya sifa aliyokuwa nao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika moja ya sifa ya kiongozi kuwa na subira. Kiongozi anatakiwa awe mwenye subira, mvumilivu na msamihilivu. Kiongozi anatakiwa atekeleze wajibu wake ipasavyo, na asitarajie katika kufanya hivyo kupendwa na kufurahiwa na watu wote, jambo ambalo halimkiniki. Subira mama anayo na Allah ndiye kumpa subira, lakini asitaraje kwamba katika haya ambayo anaowafanyia kufanyia Tanzania katika miundo mbalimbali, maendeleo mbalimbali haya, kwamba itafika siku Watanzania wote tutampenda. La, mama aendelee msimamo wake, na Allah tunamwomba amsimamie katika hilo. Allahumma aiza al-islama wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rahmatika ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا ولوالدينا وكافة أموات المسلمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.